hii ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kwamba anamtaka rais wa Venezuela kutumia busara kujiuzulu au asubiri kuondolewa kwa nguvu. Tangu ameingia madarakani, Trump amekuwa akimtuhumu Maduro kushirikiana na makundi ya wauza dawa za kulevya kuiharibu nchi yake. Victor Moturi amezungumza na Dr. Eric Irungu, mtaalamu na mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa nchini Kenya. Niseme ya kwamba Marekani imekuwa ikionyesha kwa muda mrefu sana ya kwamba wangetaka kuwa wanaona badiliko la uongozi na badiliko la kiserikali kule nchi ya Venezuela, ikikumbukwa kwamba Rais Maduro amekuwa ni rais ambaye amekuwa akisemekana na wakandamiza sana wa wananchi wake. Unafikiri kwa nini Trump ameonyesha wazi kutomtaka Rais Maduro? Ameonyesha wazi kutomtaka kwa sababu sio kwa sasa, imekuwa ni muda mrefu, na sio yeye rais wa kwanza kuonyesha kwamba hawamtaki Maduro. Wale watangulizi wake tuseme kama Joe Biden na pia hapo awali alipokuwa katika awamu yake ya kwanza, pamekuwa na sintofahamu kubwa sana kuhusiana na urais wa Maduro. Wanajaribu kujiweka katika nafasi ya kuweza kuwa na ushawishi mkubwa katika ile ambayo kwa kimombo inaitwa Western Hemisphere, ambalo ndilo eneo kule Marekani ya Kusini. Bwana Irungu, hatua hii ya Marekani inaonyesha nini hasa kwa demokrasia ya dunia anapojaribu kuingilia masuala ya ndani ya taifa jingine? Hili suala linaonyesha kwamba nchi ambazo zimekomaa kidemokrasia au nchi ambazo zinaonyesha ukomavu au kujaribu kuonyesha uendelevu wa demokrasia, hizi nchi mara nyingi huwa zinajaribu sana kuhakikisha kuna badiliko la kiserikali kwa zile nchi ambazo zinaweza kuonekana ni kama haziegemei kuendeleza demokrasia katika nchi zao. Kwa maoni yako, unadhani Marekani inataka nini zaidi ya mafuta ya Venezuela? Marekani inataka kuhakikisha kwamba zile nchi ambazo zinaizunguka katika ule ukanda zitakuwa ni nchi ambazo Marekani inaweza kuzishawishi, ni nchi ambazo inaweza kuhakikisha kwamba sera wanazozifuata ni sera ambazo hazikinzani na sera na masuala ambayo yanaegemea upande wa Marekani. Na mwisho kabisa, ikiwa atafanikiwa azma yake, basi Trump atakuwa pengine anatuma ujumbe gani hasa ukizingatia kinachofanywa na nchi yake hakina tofauti na kinachofanywa kule Urusi na Ukraine? Atakalokuwa anajaribu kulifikisha ni kwamba serikali zote ambazo ziko katika ule ukanda ambazo kidogo haziegemei na ule upande ambao Marekani inaweza taka zikuwe zinaendelea, basi wataweza kung'atuliwa au wataweza kupatiwa ushawishi mkubwa au hata kusukumwa hadi kufika nje. Urusi pengine hatuwezi tukaiweka katika mchakato mzima wa kidemokrasia kulingana na Marekani. Kwa hivyo nadhani ni kujaribu kuonyesha ule weledi na uelekezaji wa siasa za kule Amerika Kusini. Ni mtazamo wake Dr. Eric Irungu, mtaalamu na mchambuzi wa siasa kimataifa, katika mahojiano na mwenzangu Victor Muturi.